Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa Israel imefanya marekebisho katika mfumo wake wa ulinzi wa anga na kuongeza kiwango cha tahadhari, huku ikiimarisha maandalizi yake kwa uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano na Iran. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilieleza kuwa baraza la kisiasa na kiusalama lilikutana katika kikao kilichopangwa awali kujadili maendeleo yanayohusiana na Iran. Redio ya jeshi la Israel iliripoti kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF limeongeza utayari wake kwa hali mbalimbali za uwezekano wa kuongezeka kwa mgogoro unaohusiana na Iran na kuweka baadhi ya vikosi vyake katika hali ya tahadhari ya juu. Shirika la utangazaji la umma la Israel Kan lilisema kuwa mabadiliko yamefanyika katika mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ndani ya saa 24 zilizopita, yakiwemo kupelekwa kwa mfumo wa kukinga makombora wa Iron Dome. Vikinukuu maafisa, vyombo hivyo vilisema kuwa Israel inatathmini kuwa Iran haiwezi kushambulia Israel isipokuwa Marekani itafanya shambulio kubwa la kijeshi ndani ya ardhi ya Iran. Hakukuwa na wito wa haraka wa kuitisha wanajeshi wa akiba wala hakukuwa na tamko rasmi kutoka kwa jeshi la ulinzi la Israel IDF. Hatua hizo zilifuatia kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyewahimiza raia wa Iran kuendelea na maandamano na kusema kuwa msaada uko njiani bila kutoa maelezo zaidi. Mwezi Juni mwaka jana, Israel ilianzisha vita vilivyodumu kwa siku 12 dhidi ya Iran, ambapo ndege za kivita za Israel zilifanya mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya nchi ya Iran. Sasa hivi joto limeongezeka kwelikweli, huku hali ya tahadhari ikiwa ni kubwa, si tu kwa Israel wenyewe bali pia kwa Irani, lakini vile hata kwa Marekani kwa ujumla kupitia kambi zake zote zilizopo katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo tumeona taarifa Marekani ikieleza kwamba wanajeshi pamoja na wafanyakazi wanaofanya kazi katika kambi ya Al Udeid iliyoko nchini Qatar wametakiwa kuweza kuhama ifikapo Jumatano jioni, basi asionekane mtu yoyote kwenye kambi ile. Hii ni kutokana na tahadhari kubwa, na hivyo Israel nayo pia imeweka tahadhari ya mifumo yake ya ulinzi wa anga ikiwa tayari kwa kupokea mashambulizi endapo vitazuka baina yake na taifa la Iran. Mfululizo wa matukio haya inaonyesha ni kwa jinsi gani kabisa vita viko karibu kweli kupiganwa baina ya Irani pamoja na Marekani, huku Israel akijua kabisa kwamba endapo Marekani itamshambulia Irani, basi Israel ni moja kati ya malengo halali ya kijeshi ya mashambulizi ya taifa la Iran kutokana na ushirika wake na Marekani na chokochoko nyingi ambazo zimekuwa zikipitia viongozi wake, hususan waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenda kwa serikali ya Iran. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.